Safi niambie. Mama nani? Fresh. Young Africans wamemaliza mechi yao. Umefuatilia? Nimefuatilia, nilikuwa naangalia, nimeona namna ambavyo Singida Black Stars wameweza kufanikisha kufungua uwanja wao mpya Airtel Stadium uliopo katika kata ya Mtipa nje ya manispaa kidogo ya mkoa wa Singida, na leo ilikuwa ni mchezo wa kirafiki kati ya Singida na Black Stars na Yanga, mchezo ambao umeanza na hatimaye dakika 19 Ikanga Lombo akaweza kufunga goli la kwanza kutokea kwenye eneo la katikati ya boksi. Lakini baadaye kabla mechi kuahirishwa dakika 67 Maarufu Shekai, mmoja wa viungo bora sana ambao Singida wanao, kwa pigo la kufa manake kwa mpira wa adhabu nje ya penalty box wakaweza kufunga bonge moja la goli. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba mchezo ulikuwa ni mzuri, isipokuwa ulikuwa na mauzauza mengi. Uzauza la kwanza ambao nimestaajabu ya Musa ili nije kuyaona Dr. Mo ni namna ambavyo Jonathan Soa, mmoja wa washambuliaji hatari sana ambao Singida wanao mpaka dakika hii, amekuja kwenye usajili wa dirisha dogo akiwa Singida wamecheza mechi nyingi sana, lakini so far mpaka dakika hii kwenye NBC Premier League ana goli 7. Amewakuta washambuliaji wengi wamecheza mechi nyingi kushinda yeye, lakini bado mpaka dakika hii ana compete na hawa washambuliaji. Isivyotarajiwa kwa moment kama ile ambao hata mke wangu mimi kwa moment kama ile anafunga goli, lakini mshambuliaji hatari Jonathan Soa hakuweza kufunga goli. Sasa tafasiri inakuwa ni kubwa sana. Labda ushemeji ukaka na udada unaendelea, labda ujuma na Bakai unaendelea, sijajua. Lakini paka kuna mechi za kirafiki. Mimi nilijua labda kuna mechi tu za kimashindano, hadi kuna mechi za kirafiki. Yaani yeye na goalkeeper ashatoka kwenye goli, amekuja kumattack Jonathan Soa. Ilivyo bahati mbaya akapishana naye. Wakati atoka golini akapishana naye kwenye eneo la 14 zone. Alikuwa na nafasi nzuri kwenye wide space aliyotengeneza na akajitengenezea room nzuri, na alikuwa na clear chance nzuri ya wewe kuweza kuscore goli bora sana, lakini hakufanya hivyo. Ataka kupiga kasita, mwisho siku akaenda kutoa mpira nje. Na kwa sayansi ya mpira ya kawaida ya Kiafrika tunasema pale inawezekana imetumika Zaburi 5 mstari wa 6. 5 mstari wa 6. Kafuatilie kaka. Usafuniwe kila kitu kaka. Unaelewa? Kwa hiyo binafsi tutarajia ungekuwa ni mchezo mzuri kwa quality ya kikosi cha Singida ambacho wanacho, lakini kwa aina wachezaji ambao wanao. Sikiria una timu ambayo ina Anthony Tabita, moja ya defender bora sana ambao wamecheza pale ASEC Mimosa msimu uliopita, wakiwa kwenye performance nzuri kwa mashindano yote ya ndani na ya nje. Lakini fikiria una mchezaji kama Elvis Lupia, mmoja wa washambuliaji hatari, lakini pia una Asabada, mmoja wa viungo wachezeshaji wazuri sana kwenye eneo la kiungo, na leo pia alikuwepo. Lakini pia una mchezaji kama Maarufu Shekai, lakini una mchezaji kama Jonathan Soa. Maana yake uli expect kuwe na battle ya ushindani ya quality ya wachezaji versus hivi vilabu viwili, lakini isivyo bahati tabia ya ngozi ni mtu. Tabia ya mtu ni ngozi yake. Yaani tabia ya mtu ni rangi ya ngozi yake. Tumeona yale ambayo yalitokea KMC kwenye mechi ya ligi, ndio tumeona leo hapo. Kwa hiyo binafsi niseme tu ilikuwa ni mechi ya kujifurahisha. Tunashukuru tu MFA ameenda kufungua uwanja. Tushukuru wamejaribu. Uwanja umejengwa katika eneo la Mwigulu Complex, na wameendelea kuongeza idadi ya viwanja ambavyo taifa hili linavyo viwanja vya soka. Ni jambo jema la kuwapongeza Singida na washirika wake wote. Whether wamejengewa ni kiwanja chao au wamejengewa bosi wao au na mtu yote, lakini ile dhamira tu ya kuwa na kiwanja maana yake wanachangia moja kwa moja kwenye kutengeneza au kwenye kuheshimisha soka la Tanzania, kwa sababu wanakuwa na eneo lao la kuchezea mechi. Umeonaje goli la kafunga goli zuri binafsi nimeona ambao transition imeanzia kwenye eneo katikati ambayo ilikuwa ni quick transition kuja kwenye eneo la press ya juu, ambacho alichoweza kunufaika Ikanga Lombo ni uwezo wake kumiliki mpira, lakini pia uwezo wa kupenetrate kwa mazingira magumu,
hicho ndicho ambacho ameweza kunufaika nacho na kupita katikati ya mabeki wawili na hatimaye kumwangalia kipa amekaa wapi na kuipeleka far post mpira na hatimaye kupata goli. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho amenufaika Young Africa kwa kupitia Ikangalombo. Ukimwangalia Ikangalombo anavyocheza inaonyesha kuna kitu anacho kwenye mguuni mwake, ingawa ni mapema sana kumtabiri kwamba atakuwa mchezaji wa gani, lakini ukimwangalia leo alikuwa anaonyesha uhai, alikuwa anakimbia maeneo mengi ya uwanja tofauti na ambavyo alivyoanza Max Ngeli mpia. Alikuwa anacheza eneo ambalo ni finyu, anaipa wakati mgumu timu kuweza kutawala soka na kufungua pattern za mpinzani kwenye eneo la juu la ulinzi. Kwa jinsi ambavyo mtizama Ikangalombo, kuna kitu ambacho kidogo ama kusubiri? Kwa sasa hivi bado huwezi kumtizama kwenye mechi ya kirafiki ambao ni ndugu hao wanaofanana. Singida na Yanga ni Kula na Doto, Juma na Bakari. Kwa hiyo huwezi kumpima kwenye mechi kama hiyo. Tuitarajia tumpime kwenye mechi ngumu. Kwa mfano kama Yanga wangekuwa washiki mataifa wangekuwa hajatolewa bado, wangekuwemo, saizi hawamo, ila wangekuwemo na Ikangalombo akaja usajili wake, tungempima kwenye michezo ya kimataifa kuona ubora wa Ikangalombo kwa wachezaji wanaojua wakubwa barani Afrika, na angeweza kuperform vizuri tungesema wow, yes, huu ni usajili mzuri, big yes kwa Young Africa, unaelewa. Lakini kama angeshindwa kuperform vizuri dhidi ya wachezaji wakubwa au timu kubwa kama hizo, pia tungeweza kufanyaje kuweka question mark. Lakini kwa sasa hivi ni mapema mno kuweza kumwangalia Ikangalombo na kumtabiria makubwa au na kusema ni mchezaji mkubwa sana, ingawa historia yake inaonyesha sema alikopita alikuwa ajitahidi, alikuwa akicheza vizuri. Lakini kwa sasa hivi kucheza na Singida ukasema huyu ni mchezaji mzuri ni uongo. Lakini maybe tusubiri michezo 7 ambayo imebakia. Michezo 7, michezo 8. Michezo 8. Yes, kwa Young Africa. Hiyo michezo 8 mmoja ni wa dabi ya Kariakoo, Simba na Yanga. Hiyo umesema wewe, mimi nazungumzia kwa ratiba iliyopo, lakini mwingine ni dabi ya Dar es Salaam, Yanga na Azam. Kwa hiyo michezo miwili ambayo Ikangalombo au Yanga watacheza na Azam na Simba, ndio hapo unaweza kutoa measurements. Unaweza kumpima kwa kusema kwamba huyu mchezaji ni mzuri au ni mbaya kwa kuangalia aina ya klabu ambayo anakutana nayo. Kwa hiyo atakapoonesha ubora wengi ambao wanausema na akaprove hiyo kwenye michezo mikubwa, hapo ndipo tunaweza kuanza kuongea kitu hapo, ndugu yangu. Singida nimeona msemaji wao ameposti, msemaji wao Masanja, ndugu yangu huyu Masanza, Hussein Masanza, baada ya mechi kuisha amesema unaona uwanja wa Singida huo. Ni Masanza bwana, anafajaga sana game hapa. Na nukuu post yake, amesema mmeona mambo hayo, uwanja wetu mpya una password za utamaduni, tunakofunga kivyovyote. Huyu ni Hussein Masanza ambaye ni afisa habari au msemaji wa klabu ya Singida Black Stars mara baada ya game kumalizika. Na nadhani ameweka utani kwa sababu ule mpira uliopigwa na Malifu Tushekei, watu wote ambao tumeangalia kwenye screen tulizani kuna mtu aliupiga kichwa ndio kaingia ndani. Kumbe ule mpira ulibadilisha direction baada ya upepo mkali kubadilisha mpira mwelekeo ukaingia golini. Kwa hata golikipa alichanganyikiwa. Anaofuata mpira huku unaingia huku kwa sababu ya ulisababishwa kubadilisha uelekeo na upepo mkali. Na mimi ukiangalia kwenye video ya marejeo unaona kabisa hii aliruka kichwa, hakuupiga ule mpira, hakugusa mpira. Kwa goli ni la Maarufu Tushekai, na ndio maana labda msemaji wa Masanza amekuja na hiyo kauli ya kusema kwamba mmeona mambo hayo, uwanja wetu mpya una password za utamaduni, tunakufunga kivyovyote. Huyo ni afisa habari wa Hussein Masanza wa pale Singida Black Stars, anajaribu kuchombeza tu kutokana na aina ya goli ambalo Singida Black Stars wamefunga dakika ya 67, na from there ndipo hali ya hewa ikabadilika, mvua ikawa ni kubwa na upepo mkali, ukalazimika maamuzi wa mchezo kusimamisha mchezo, na hatimaye mchezo ukaweza kutamatika bila karibuni dakika 23 zilikuwa zimesalia mchezo kutamatika. Kwa hiyo mchezo umechezwa robo 3 kasoro. Yes, kwa hivyo tunavyozungumza mchezo umetamatika kwa bao moja kwa Yanga na kwa bao moja kwa Singida Black Stars. Kwa hiyo hakuna aliondoka na ushindi, isipokuwa kila mmoja amegawana alama moja kwa goli moja. Bwana, Singida wameingia kwenye orodha ya timu ambazo zinamiliki viwanja vyao wao wenyewe. Timu maskani yao wana viwanja. Nani Kariakoo hapa?
Kwanza Kariakoo sisi Simba tuna kiwanja kipo Bunju. Wewe umeshafika Bunju? Kina tofauti gani na kiwanja Singida? So pale wanatoa boss amesema watoe ile nyasi bandia, wanaweka zingine mpya. Yaani life span yake imeshaisha. Ndio matumizi ya hela kakayo. Kwa hiyo hela lazima iongee. Kwa hiyo pale mwekezaji anakwangua ile anaweka nyingine. Sisi kwa timu za Kariakoo, Simba ndio na kiwanja pekee yake kinachofahamika. Na sio kiwanja, viwanja viko pale Mo Simba Arena. Hao wenzetu Yanga wana kiwanja wao wapi? Hapo Kitanu sio kwao pale. Ule ni uwanja ule. Kaka ule Kitanu si uwanja kama hapa tipi hapa. Uwanja wa tipi au uwanja huu wa Kinesi hapa. Unapoti gani kaka? Ule sio uwanja. Kwanza ule uwanja sio wa Yanga. Hujui? Sasa mzee wa Cuba uwanja ule sio kwake. Sio bosi. Kama ule wa Bunju unaitwa Mo. Ule Mo tulimpa tu jina kwa sababu yeye ndio bosi wetu. Kile kiwanja, sikiliza, kile kiwanja hata tunasoma Simba Sports Club. Pale Victown hata sio nani. Kwa hiyo binafsi ni kwamba Kariakoo hizi timu za Simba na Yanga why hasina viwanja? Ni kwa sababu kwanza tupo kwenye mfumo wa uwekezaji. Kutoka kwenye mfumo wa zamani wa uendeshaji wa klabu kwa kutumia mfumo wa wanachama, tumekuja kwenye transformation. Maana yake tuna transform klabu kutoka kwenye eneo moja kwenda kwenye eneo lingine. Ni eneo jipya ambalo hatukuwepo zamani, hatukuzoea. Eneo hilo linahitaji weledi na maarifa hali ya juu kuweza kungamua. Sasa ukiangalia Mohamed Dewji Mo, mchakato wake klabu ya Simba bado. Kuna asilimia BMT wanatuambia kuna asilimia zaidi ya 80, si ndio? Sakata ya Simba kufikia kwenye uwekezaji. Lakini Mo Dewji bado hajapewa timu. Sasa leo akijenga uwanja, kesho wanachama wakasema wana turudishe timu yetu, itakuwaje? Kwa lazima awe na assurance, awe na ile assurance ya yeye kumaliza uwekezaji. Tutoke tulikokuwa kwenye mfumo wa wanachama kwenda kwenye mfumo wa uwekezaji. Ndicho ambacho mwekezaji anakitaka. Kikishafika hapo, timu tumkabidhi mwekezaji, then from there ndio tuzo demand uwanja na akajenga, kwa sababu na assurance hata kama akitoka leo familia itaendelea kunufaika na uwekezaji wake ndani ya klabu ya Simba. Sasa hizi hawezi. Hiyo sababu na hivyo iko kwa Yanga. Jinsi hawezi kujenga uwanja yule mpaka mfumo wa uwekezaji ufike mwisho. Unaona, ukifika mwisho ndio hapo tunazungumzia masuala ya uwekezaji na vitu viko wazi. Hizi timu zote unazoziona wewe zinajenga uwanja kwa sababu za timu za mtu. Singida ni ya mtu, Azam ni ya mtu, KMC ya Manispaa inajulikana. Kwa hiyo ni rahisi wao kuamua haraka kuliko hii timu ambayo ni timu za wanachama Simba na Yanga, unanielewa? Ndio maana hawa majanto wa Kariakoo kwenye swala la uwanja wamedelay kwa, na sio kwamba hawana uwezo. Simba hata wakitaka kesho kujenga uwanja uwezo huo wanao, isipokuwa hiki nilichokuambia mimi ndio kitu cha msingi kwanza kifanyike. Kikiisha ndiko ambako tutafikiria masuala ya miundombinu na kwaje. Kwa jinsi ambavyo unaona mambo yanaenda, wengine na fununu kupata siku za usoni wanaweza kananiliwa. Mimi Dr. Mohamed Hamisi, msemaji wa Simba Loyal Fans. Naitwa Dr. Mohamed Hamisi, msemaji wa Simba Loyal Fans, na kuhakikishia mechi ya dabi ipo na itachezwa, na Yanga watakuwa timu ya kwanza kupeleka timu uwanjani. Yaani watawahi mno siku ya dabi. Mechi ya dabi ipo. Sema wacheze. Sasa kaka, hizo kelele tu. Hizo ni kelele brother. Hizo ni kelele za kawaida sana. Kitu na hisi kitaweza kuendelea. Watacheza mchezo utapangwa na Yanga atacheza mechi na alama 3 tutachukua mikononi mwa Yanga. Kabisa. Yanga hiyo na wewe. Yanga imetumekimbia wapi bwana? Timu ina maagizo kibao ndo bwana. Ina maagizo mengi. Yanga ni timu ya kawaida sana. Nyinyi waandishi wa habari ndio maikuza mno kama vile Real Madrid. Lakini timu ya kawaida mno. Ndio maana nakutana na Waarabu wanangata meno inamtoa kwenye mashindano. MC Haja walikuja hapa Benjamin Mkapa akangata meno, Yanga hakupata bao. Ni timu ya kawaida sana. Timu kubwa iko robo finali. Na si ndio timu pekee ambayo tumebakia tunawakilisha Tanzania hii, taifa hili kwenye michuano ya kimataifa. Kama ingekuwa timu kubwa ungebakia.
kwa sababu mataifa yote Afrika timu zao kubwa ziko kwenye mashindano ya CAF. Yanga iko wapi? Hawamo. Na ndio furaha yetu kwa sababu hawamo. That is kila heri.